ikiwa na yenyewe imechanganyikiwa vile vile. Inaendelea mpaka mwezi wa 6. Jamani. Hali ya hewa imechanganyikiwa. Sio kuona hali ya hewa na yenyewe imechanganyikiwa, haijui iache au iendelee. Haya bwana, karibu sana kwenye Wino Mzito. Magazeti yameandika mengi. Asante kwa kutufuatilia, lakini pia Godfrey Mchungu tayari yuko hapa kwa ajili ya kutazama yale yaliyoandikwa kwenye magazeti. Magazeti yameandika mengi na miongoni mwa walioandikwa pia ni uweze kukwepa siasa lakini pia kabla ya siasa pia habari kubwa ambayo weekend hii Mchungu ilikuwa ikijadiliwa sana ni ile ajali ya Mbeya. Yes, nimeona ndio. Bonge moja ni ajali moja mbaya sana ambayo ajali zote ni mbaya, lakini hii kwa kweli hatukuitegemea kwa kipindi hiki. Kuchukua watu wengi zaidi. Wananchi wameandika mlima wa mauti Mbeya. Ni eneo la mlima Iwambi Mbeya ambapo 28 wafariki, 8 wakijeruhiwa. Ajali ya Costa na lori ni ajali ya 3 kubwa kwenye eneo hilo. Wananchi wataka hatua. Hii mara ya 3 kwenye lile eneo lile. Nimeona watu wengi wakirejelea huko Juma ajali ambazo ziko zinatokea. Kijumlisha ajali zote 3 unagundua wamefariki watu 57 kwenye lile eneo. Ambapo sio jambo la kawaida kwa eneo moja kabisa, kwa sababu ni maisha ya watu. Maisha ya watu, kwa lazima tuanze kujua ni nini chanzo cha eneo hilo kuwa sugu kiasi hicho kwenye ajali. Kama wananchi wameandika hapa, idadi ya watu 57 ndio waliofariki katika ajali 3 kubwa zilizowahi kutokea eneo hilo la mlima Iwambi. Wameweka picha hapa ya gari lilivyoswagwa, yani ile ajali, ile gari ya abiria ile kiona kama kuna mtu alichomoka akiwa mzima afu akija kionyeshwa basi ni Mungu tu. Ndio mwanzo wa kumrudia Mungu. Yani nje hapo utakuwa sasa wewe ni sugu kweli kweli. Sababu Nipashe yenyewe ameandika ajali iliyoua 28, wananchi kulipwa wapishe barabara, mabilioni yatengwa, serikali yaahidi kutoa rambirambi kwa kila familia iliyompoteza mpendwa wao. Kurasa wa pili pia inapatikana kimnukuu mkuu wa mkoa wa Mbeya Juma Homera akisema hapa tumeshaletewa shilingi bilioni 3 kwa ajili ya kuanza kulipa fidia kwenye eneo hili ili upanuzi wa barabara ufanyike wakati tunasubiri barabara ya mchepuo kutokea Uyole mpaka Songwe. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo ndio. Tutoe pole bana. Yes kabisa. Magazeti mengine pia yameandika hivyo hivyo. Habari Leo ameandika Samia atoa agizo ajali ikiwa 28. Polisi yataja chanzo. CCM yatuma rambirambi. Unaweza pia ukaipata huko. Lakini pia kwenye Uhuru pia ameandika Rais Samia, madereva nchini zingatieni sheria. Ameandika hivyo pia kwenye kuhusu taarifa hiyo. Magazeti yote kwa kweli yote hiyo taarifa. Tukisoma kwenye Daily News huku Nation in Morning wameandika pia The Citizen kote ni taarifa ya vifo vya watu 28. Sitoe pole bwana kwa ndugu jamaa marafiki. Kabisa. Lakini hata kwa wale ambao wale nani ambao ni majeruhi pia. Unajua vifo vilikuwa 27 pale. Mmoja majeruhi ndo akafariki sana jana kwenye kiwa anapatiwa matibabu, kwa ikawa 28. Kwa wale ambao wamepata majeraha tunawaombea mpone na kurejea kwenye hali ya kawaida. Mambo yaweze kuendelea bana. Kabisa. Haya, tuangazie taarifa nyingine ambapo pia magazeti imeandika kwa wingi kweli kweli. Habari kubwa pia jana ni kuhusiana na historia inavyoandikwa daraja la Magufuli. Ndio. Nakwenda kuzinduliwa Kigongo Busisi. Daraja hili pia litaunganisha mikoa ya Mwanza, Geita, Kigoma na mataifa ya Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, ikiwa ni hatua muhimu ya kuimarisha utengamano wa Afrika Mashariki. Hiyo ni kauli ya Waziri Ulega. Yes, na ukitaka kujua maana ya miradi ya kimkakati lazima utazame Kigongo Busisi kule Mwanza, kanda ya Ziwa. Lazima utazame mradi wetu mkubwa wa reli ya mwendokasi. Lakini lazima utazame mradi wa Mwalimu Nyerere. Yani hii ndo inatoa tafsiri halisi ya nini maana ya miradi ya kimkakati. Tunaita strategic project. Na hii miradi ukitazama imekuwa ikiwa na sifa kuu 3. Cha kwanza inakuwa inagusa maslahi makubwa ya kiuchumi. Cha pili inakuwa inagusa maslahi makubwa ya kimkakati na ya kiusalama. Lakini cha tatu inagusa katika kuhakikisha kwamba wananchi wana maisha yao yanainuka. Kwa kwamba hilo tunasema ile social welfare. Kwa hiyo daraja la Kigongo Busisi kutazama litaenda kugusa fursa kubwa zaidi za kiuchumi, kwa sababu kitazama limepita katika mkoa wa Mwanza lakini linaenda katika nchi jirani. Kwa hiyo ufanyabiashara, usafirishaji
kuongezeka kwa huduma na bidhaa kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine ni fursa ambazo zinahitajika katika daraja hilo. Kwa hiyo katika serikali ya 6 na 5 ilivyoamua kutengeneza na kuwekeza kwenye miradi ya kimkakati, maana ni kwamba ni miradi ambayo inagusa miaka 200 mpaka 300 kutokea sasa. Na sifa kubwa ya miradi ya kimkakati maana ni kwamba inaiangalia kesho kutokea leo. Kwa kwamba ukitengeneza kwa mfano reli ya mwendokasi, ukitengeneza kwa mfano daraja la Kigongo Busisi, ukitengeneza kwa mfano bwawa la Mwalimu Nyerere, maana ni kwamba ni miradi ambayo watatumia kizazi cha sasa mpaka kizazi kinachokuja. Kwa hiyo serikali ya 6 kwa kweli katika dhana nzima ya miradi ya kimkakati na Mheshimiwa Rais amefanikisha sana, kwa sababu ukiangalia miradi alivyoikuta mingi ilikuwa 28%, 35%, chini ya 40%. Kwa hiyo kuifanikisha kwa kiwango hicho, nafikiri ni mojawapo ya pongezi kubwa sana katika kugusa maslahi makubwa ya watu katika maeneo hayo. Habari Leo yenyewe ameandika magari 20,000 kupita Kigongo Busisi kwa siku. Kwa siku moja hiyo magari 20,000. Sasa fikiria magari 20,000 ni huduma ngapi zinapelekwa, ni kodi ngapi zinaweza kulipwa, ni biashara ngapi zinafanyika katika hilo eneo. Kwa hiyo kwamba kama nilivyosema kwamba ina sifa ya kimkakati, kiuchumi, ustawi wa watu wa kiusalama. Lakini kwamba sasa magari 20,000, angalia kuhusu biashara. Sawa, angalia kuhusu maisha ya watu watakuinuka kule walipo. Angalia kuhusu diplomasia uchumi kutoka Burundi, Rwanda, kuja kanda ya ziwa. Kwa ukitazama kwamba miradi ya kimkakati imekuwa ikigusa katika tunasema value chain, yani mnyororo mkubwa wa thamani. Kwa hiyo unatengeneza mradi wa daraja, lakini kuibua sekta ya biashara, sekta ya usafirishaji, sekta ya huduma, sekta ya uwekezaji. Kwa nafikiri kwamba kitu ambacho umekifanya serikali kwa kweli ni kitu ambacho cha kupongezwa sana katika kuwekeza miradi ya kimkakati. Hii miradi Bwana Mtei inafanyika China, Singapore, Malaysia, hii miradi. Kwa hiyo kwa sisi kuwa sehemu ya na kwa mfano ukiangalia katika Afrika Mashariki hakuna daraja kama hilo. Hakuna daraja. Hii ni kubwa kweli kweli. Yes. La kihistoria. La kihistoria. Sawa, jina halisi la hili daraja litakuja kutolewa na rais. Unaona rais anasubiriwa atatoa jina. Ile Kigongo Busisi ni la awali tu. Yes. Atakuja Mheshimiwa Rais wakati anazindua, sasa atatupa jina zake, kaitwa Mchungo Bridge. Au Mtei Bridge. Sijafikia level ya kujifanya mambo makubwa kweli kweli. Na unajua kwa mfano katika moja ya sifa ambazo wanatumia viongozi kwenye kuipa majina hadhi hii miundombinu mikubwa, wanatazama namna gani watu ambao wameweka legacy katika taifa au katika jamii. Unaona ukiangalia kwa mfano unasikia Mwalimu Nyerere International Convention Center, kituo cha kimataifa cha mikutano cha Mwalimu Nyerere. JK kwa mfano pale taasisi ya moyo, Magufuli stand tazama. Si Mfugale kwa mfano, watu ambao watu ambao waliweka impact, waliweka legacy. Kuna nafikiri vile vile katika jina ambalo Mheshimiwa Rais atakuja kulitoa litasadifu kiongozi au mtu ambaye amegusa maisha ya watu na anakumbukwa katika historia yake. Kwa sifa hizo basi mimi kwa sifa hizo nijitoe kwanza. So jitoe, endelea ku raise your standard. Endelea kuweka alama, endelea kugusa maisha ya watu. You never know, labda miaka 40 tokea sasa utaitwa wenyewe Mtei Bridge. Au angalia kwa mfano miundombinu kwa mfano ya barabara. Ukiambiwa utafute kiongozi ambaye kiongozi ambaye ana legacy kubwa afu hajapewa vitu vingi, umpe daraja, utampana kwa staff labda ambao washabai labda wameondoka, lakini bwana huyu heshima hizi za miradi mikubwa hajapewa majina. Tumpe nani? Tumpe, kwa sababu of course muasisi wa hii miradi ya kimkakati ni hayati Magufuli. Mheshimiwa Rais akaichukua, ameikamilisha kwa kiwango kikubwa. Kwa mtu mimi sasa ukiniambia nichague Mama Maria Nyerere. Kwa sababu hata wazo, unajua hata wazo la Bwana Mwalimu Nyerere ni wazo katika serikali ya awamu ya kwanza. Kwa mfano wazo la nini reli ya mwendokasi ni serikali ya awamu ya kwanza. Kwa hiyo haya maono, unajua ipo hivi, maono ya nchi yanavyotafsiriwa huwa kuna watu wanawaza sawa, kwa sababu uongozi ni kulisishana vijiti. Na mipango kazi ya nchi huwa inatekelezwa kwa awamu, kutoka awamu moja kwenda awamu nyingine. Kwa sasa waliwaza awamu ya kwanza sawa, wakatengeneza feasibility study ya awamu ya pili,
wakatengeneza mazingira katika kuchora ramani awamu ya 3, awamu ya 4 ikaamua iweke katika Irani. Sawa, awamu ya 5 ikaingia katika utekelezaji. Awamu ya 6 imekamilisha kabisa. Kwa nini maanisha mipango ya nchi katika taifa huwa inatekelezwa kwa awamu. Na ndio tunasema kwamba maendeleo ni kitu ambacho hakiwezi kuisha leo wala kiisha kesho. Maendeleo ni mchakato ambao unaendelea kila leo. Hatuwezi kusema kwamba nchi imeendelea. Nchi imeendelea sawa, lakini mchakato wa maendeleo umekuwa ukiendelea kutoka kila leo. Yaani leo hii kwa mfano Marekani tunasema taifa ambalo lipo katika nchi ya kwanza, si ndio? Tunaita first world country. Sio kwamba wenyewe hawajaacha kutatua changamoto zao, bado sio wanatatua changamoto za ajira, bado sio wanapanga mipango yao taifa kuendelea kuwa kubwa, bado vile vile wanaendelea kupambana na changamoto za kimazingira. Kwa mchakato wa maendeleo ni mchakato ambao tunasema ni progressive. Yaani unaendelea kutoka awamu ya kwanza mpaka awamu inayokuja. Kwa hiyo kwa jina nafikiri ukisadifu viongozi wote wamechangia katika kuweka alama kuelekea katika miundombinu ya kimkakati. Mama Maria Nyerere Bridge kwa mujibu wa mchungu. Wewe mpaka nifikirie sana. Wengi wameshapewa, mtaja Magufuli tayari ashapewa vitu vingi sana. Wakati mwingine alikuwa anakataa ujue. Of course kama stand alikataa. Mwingine alikuwa anakataa. Jamani, sio kila kitu basi mpewe jina langu. Mwingine lazima pia. Haya bwana, nimeona pia kwenye taarifa nyingi magazeti yote yameandika pia mikutano ya siasa inayoendelea vyama vinafanya mikutano kweli kweli. Umeona kwenye Uhuru wameandika CCM yatoa maagizo kwa kikosi cha usalama barabarani nchini, lakini kwenye Habari Leo wameandika CCM nataka mabadiliko umiliki uendeshaji ranchi. Kwenye Uhuru Nipashe wameandika Heche atoa mbinu kutokomeza tatizo la umaskini nchini. Najua nimesoma hizi kwa sababu kwenye majukwaa ya kisiasa nimezoea kusikia Mchungu akimsema Lupokela akimsema Mtei, lakini hapa nimekupa mikutano ya kisiasa inayozungumzia masuala siasa za masuala. CCM yatoa maagizo kwa kikosi cha barabarani. Ukisoma Habari Leo ameandika CCM inataka mabadiliko umiliki uendeshaji ranchi. Heche anatoa mbinu kutokomeza tatizo la umaskini nchini. Yote hayo ni masuala. Hapo hakuna kushutumiana. Hapa hakuna mtu ahusiki. Ni masuala yanayogusa wananchi moja kwa moja. Na tunatamani kwa kweli siasa zetu zijikite huko. Tuwe na siasa za masuala. Unajua tunasema watu wenye akili za kawaida wanazungumza watu wenye akili za katikati wanazungumza matukio, lakini watu wenye akili kubwa wanazungumza fikra, wanazungumza masuala katika nchi yao. Yaani namna gani tuweze kutumia rasilimali zetu kwa ajili ya faida ya nchi yetu. Namna gani kama taifa tuweze kuhakikisha kwamba tunainua maisha ya wananchi wetu kwa mfano kule miradi ya kimkakati kama tunaizungumzia hapa. Kwa sasa siasa za masuala ni siasa ambazo zinahitajika katika karne ya leo. Unajua mnapoendelea kwa mfano kuzozana kwamba huyu amefanya vile amefanya hivi, kimsingi haina tija, lakini kama chama kikija na alternative, kikija na sera mbadala. Na ndio maana Mtei kuna vyama tunasema vyama vinatofautiana kiitikadi na kimtazamo na kifalsafa. Sawa? Hivi vyama kwa mfano cha umma wanasema sisi tunaamini katika falsafa ya jamii. Tunaamini sisi kama wananchi wakipata lishe nzuri wataweza kushiriki shughuli za kimaendeleo. Chadema wanasema sisi tunaamini katika uchumi wa soko. Sawa? Mlengo katikati kulia, uchumi wa soko. Tunaamini kwamba kama sekta binafsi na serikali ikitengeneza mazingira ikikua kurutubisha uchumi, sawa? Taifa letu tutapiga hatua za kimaendeleo. Chama cha Mapinduzi wanasema kwa sisi tunalenga katika miradi ya kimkakati kufanya transformation, mageuzi ya watu katika nchi yetu. Sasa hizo siasa ukitazama ndio siasa za masuala. Kwa mfano wao ukitazama ACT Wazalendo wanaamini katika sera yao ya ujamaa ukisema. Unajua kwamba mambo ya utu, usawa, haki. Sasa hizi ukitazama kila chama kama kizungumza masuala kisizungumza katika kutuhumiana. Yaani kama kila chama kwa mfano kizungumza kwa mfano kuhusu elimu, wao wangefanyaje? Na ndio maana kinachotokea ni kwamba chama ambacho kipo madarakani kikijitathmini kuangalia wenzake wanasemaje, kiweza kuchukua zile sera. Alikuja hapa kiongozi wa TLP nafikiri akasema kwamba sera ya miradi ya kimkakati hayati Magufuli alichukua kwao. Umeona? Sasa ni kwamba chama ambacho kipo madarakani kikitazama sera za watu wengine kinaweza kukopa, kwa sababu
tunasema kwamba haijalishi paka ni mweusi au ni mweupe, madam paka huyo anakamata panya. Yani kwa maana kwamba hatujali kwamba huyu ni CCM, Chadema, TLP. Kama na sera nzuri zinatekelezeka, tunazichukua, tunaziiba. Kwa hiyo ukitazama gazeti ya leo imezungumza siasa za maswala. Of course kuna weekend hii tumeshuhudia mambo ya hashtag vitu gani, lakini vile siasa za maswala ni siasa ambazo zinamtajika katika maisha yetu. CCM, Chadema na Chauma hapatoshi, ukurasa 17 wa gazeti la Mwananchi pia wameandika. Lakini kwenye Nipashe sasa wamegusia walichokizungumza, wanasema no reform no election ilivyotikisa mitandaoni. Wameandika hapa kaeka na kapicha comment za watu. Sijui hata kwenye ukurasa wangu wanafuata nini. Kwenye ukurasa wangu sio nakufikia mjomba. Sio wanafuata nini? Wewe una posti zako nakula ndizi. Kwani nimewaambia mimi sitaki hiyo au nataka hiyo? Wewe una posti zangu nakula ndizi. Wewe una posti zako nakula ndizi. Nimeona. Watu wanakuja chini. Watu wanakuja kufamia pale. No reform, no election. Najua yani. Wengine wanakuponya wanasema tuna tiki. Kwa kuna no reform kuna tiki. Matumizi ya mitandao yanaweza yana mchango wote wa kubadilisha upepo wa chochote, kwa sababu ndio na lengo la wanaofanya hivyo ni kufanya jambo hilo liwe kubwa, lijadiliwe. Kuna namna mitandao hii inaweza ikaleta upepo wa staili hiyo. Yes, kuna dunia ya karne 21. Mitandao imekuwa ni nyenzo au ni jukwaa la kupeleka fikra. Imekuwa ni jukwaa la kuhamasisha harakati. Imekuwa ni jukwaa la kujaribu kuhamasisha fikra na kubadilisha mitazamo ya watu kuhusu kitu fulani. Kwa hiyo mitandao ya kijamii imekuwa ni mojawapo ya, tunasema ni instrument ya kufacilitate. Yani ni kifaa au ni jukwaa la kuchagiza mawazo fani ya wale malengo ambayo kimsingi wamekuwa wakiandaa. Na siasa zote duniani sasa hivi zimekuwa zikichezwa kwenye mitandao. Sio tu Tanzania, hata Marekani. Tazama kwa mfano Trump anavyotumia mtandao wake wa Twitter kwa mfano, of course alivyorudishwa. Tazama kwa mfano matajiri wakubwa duniani kuna Elon Musk kwa mfano anatumia mitandao. Kwa mitandao imekuwa ni sehemu ya watu kupeleka maoni yao, kuhamasisha fikra, kuhakikisha kwamba wanaweza kulenga ile malengo ambayo kimsingi wameandaa. Lakini vile kuna siasa, kuna kitu kinaitwa propaganda. Sasa propaganda nayo ni mojawapo ya mkakati wa taasisi kama chama kuweza kufikia malengo ya propaganda. Kwa maana kwamba kuna hashtag zinaanzishwa, kuna harakati zinaanzishwa kwa lengo la kukushawishi maoni ya umma. Sawa? Na mimi kwa mfano nilikuwa nafuatilia kwa mfano kinachotokea weekend hii hapa. Kuna watu wanasema no reform no election. Sasa hili ni kundi ambalo linaongozwa na chama cha Chadema, ambao hawa wanaamini katika kufanya hatuna uhakika sana kama hiyo wimbi la mitandaoni ni Chadema wameagiza, lakini sasa nisikize mjomba. Kwani wananchi wenyewe kwamba hii hashtag ya no reform no election inaongozwa na Chadema ndio ya kwao. Hawataki uchaguzi bila mabadiliko. Wanasema kwamba sisi hatutaki uchaguzi bila mabadiliko. Sawa? Lakini nikapenda ikaja alternative nyingine. Ikaja kwamba Oktoba tunatiki. Hili ni kundi ambalo linaongozwa na Chama cha Mapinduzi, ambao wanaamini kwamba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweza kufanya vizuri sana kwenye kutekeleza miradi ya kimkakati, ni kufanikisha masuala ya msingi katika taifa. Kwa lazima tutiki. Sawa? Lakini jana nimeona nyingine inasema hivi: familia yangu na wazazi wangu wapo hapa nchini, nitailinda nchi yangu. Hili ni kundi ambalo linasema kuna watu wanaeneza agenda ya kwamba no reform no election, lakini familia zao hazipo hapo. Sasa kuna hashtag hizi 3 ambazo zinasambaa huko wapi mtandaoni. Sasa utazama ni kwamba kwa sababu ni kipindi cha uchaguzi na mitandao ya kijamii imekuwa ni jukwaa, sawa, la kufanikisha hizo agenda, kufanikisha hizo kuhamasisha umma. Sasa kuna swali la msingi ni kwamba ni kweli ukitazama mitandao ya kijamii imekuwa sasa hivi watu wengi wamekuwa hapo huko, vijana wengi wamekuwa hapo wako huko. Lakini kwa mazingira yetu nafikiri lazima tuweze kutumia mitandao ya kijamii kwa effective. Katika kitu ambacho mimi sijui kama ni mimi peke yangu au na nyie pia. Mimi huwa siamini sana kwenye harakati za mitandaoni Tanzania. Sijawahi kuona sijawahi kufanikiwa. Sijawahi kuona sehemu zikilipa. Jana nilikuwa namwambia mtu mmoja, kwa namuonyesha kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwamba hizi comment 150 za hawa wote inawezekana ikitokea reforms leo kwenye sifa kupiga kura ni watatu. Ni watatu. Unaona sasa.
Kwa inakuwa bado ndio. Harakati za mtandaoni za Tanzania sijawahi kuamini kama ni serious kiasi. Na mimi niliwaza. Na mimi kilichokuwa kinaendelea mimi nikawaza kwamba okay, no reform no election. Oktoba tuna take. For instance sasa tukaamua tutengeneze tutasema collective bargain. Yaani mjadala wa kitaifa. Tufanye hizo reform. Lakini sasa okay, reform zinafanyika Mtei. Lakini kuna chama kijasaini haya maadili ya uchaguzi. Chama kijajiandaa na uchaguzi. Sio umeelewa? Sasa ukitazama au hicho anasisitiza upeleke tu mbele yani, au kwa mfano wewe unavyohoji kwamba kuna mtu anasema no reform no election lakini hajajiandikisha ile faili la kudumu la mpiga uchaguzi. Kwa hiyo sasa inawezekana vile unavyofikiri wewe kwamba kama unavyosema kwamba haijawahi kufanyaje, haijawahi kuwa realistic, haijawahi kuwa yani mitandao wana mitandao wa Tanzania hawajawahi kuwa na uhalisia wakitoka mtandaoni. Yani ukiwakuta mtandaoni unaweza kusema tumezizima kweli kweli, lakini hawajawahi kuwa really wakitoka nje ya mtandao. Yani hata ukimtoa hapo nje tu kama msema kile ulichoandika mkiseme hapa wanakuwa wapo tena. Samson Chaza akanichekesha akapost akasema kwamba kila sasa chama kichukue ajenda yake tuone nani ambao wana tungekuwa tuna kura za mitandao kwamba kuna kura za vituoni. Taifa kama Marekani unapiga kura za mtandao. Kuna kura za vituoni. Afisa kuna kura kwa mfano tunaweka poll Twitter pale au tunaweka poll pale Instagram. Kweli zingesema sasa tumetikia. Na tafiti zinaonyesha vijana wengi huwa hawajitokezi kupiga kura. Wengi sana. Tunazungumza baadaye ukifanya hizo siasa mimi sifanyi mambo ya siasa. Nikapange mstari mimi sio siasa. Nikapange mstari. Utawakuta wa mama watu wazima ambao hawako Twitter. Ambao wengi wao hapo Twitter. Hapo X, hapo Instagram, hapo Facebook. Lakini wao wakiambiwa tuamke asubuhi tukapange fulani saa 11 tupige kura mpaka saa 2 wenyewe chap wanaweza wako kituoni. Kuna mtu anaamka saa 6. Sasa wewe ambaye siku hiyo kura jana yake usiku kwa umelewa huko umerudi umelala. Moja kwa amka saa 6 mchana. Kwa mjomba unaamini kuna mazingira yetu hizi ya harakati za mitandaoni kwa Tanzania labda zianze, lakini harakati kwa historia ambao unaiona mimi mambo yaliwahi kuandaliwa mitandaoni afu hajawahi kufanikiwa kwa sababu wana mitandao wenyewe hawajawahi kuwa real wakitoka nje ya mitandao. Lakini vile kuna unajua mtandaoni kuna vitu vingi sana vinaendelea. Kuna masuala ya digital economy, digital marketing, masuala makubwa ya elimu. Sawa. Sasa hawa kwa sababu ni kundi kubwa tumekubaliana. Lazima vile jamii yetu ifundishwe namna ya kutransform. Yani uwepo wa mitandao ya kijamii na faida ya mtu binafsi mmoja. Namna gani masuala kwa mfano ya digital economy, yani kutumia fursa za mtandaoni kuwanufaisha vijana. Namna gani kwa mfano masuala ya digital marketing, kutumia wewe unafanya biashara yako. Namna gani unaweza kutumia mtandao wako kwa lengo la kukuletea faida. Kwa sasa watu ambao wanajenga hoja vile vile nimesikia kwamba vijana watumie mitandao ya kijamii katika faida zao binafsi, sababu sasa hivi mtandao umekuwa ni fursa nyingine, jukwaa lingine la watu kujitafutia kipato sana. Na kuhakikisha kwamba wanasogea pale walipo kimaisha. Watu wengine hapa wangekuwa wana kazi. Nilikuwa tunazungumza hapa kwenye Supertech. Tulikuwa tunazungumza tumewafikiria na nimeona tumelalamika nimeona story moja tulikuwa tunazungumza hapa. Umeshawafikiria influencers ambao wanatangaza makampuni ya watu kwenye mtandao wa X. Sasa hivi mikataba yao itakuwa inazungumza nini baada ya X kutopatikana ndio. Maana yake ulikuwa unaweza kuwafikia watu 300,000 kwa kumtumia mchungu. Sasa umegundua ule mtandao mchungu labda yeye anaingia kutumia njia zake anazozijua lakini anawafikia watu 3,000. Utampa tena hela? Haiwezekani. Maana yake unakata mkataba. Tumewafikiria tu kama wafikiria mtu ambaye ana wateja reality, wateja wa bidhaa zake kutokea Twitter. Ambao sasa hivi wateja wake wote hawaingii tena kwenye mtandao. Kwa maana yake akiweka bidhaa ionekane. Tumewafikiria ndo nilikuwa nazungumza masuala mazima. Hiyo dhana ambayo nazungumza inaitwa digital economy. Yaani uchumi wa kidijitali. Kuna watu wamejiajiri, kuna watu waliojua wanaendesha hii mitandao hizo account, wanalipa kila mwezi. Sawa. Sasa mitandao ya kijamii imegeuka kuwa ni fursa, ni jukwaa la kiuchumi. Sasa namna gani watu wanaweza wakatumia hii presence, yani uwepo wa mitandao ya kijamii kama ni fursa yao binafsi. Mitandao ya kijamii sasa imekuwa ni fursa ya kutransform maarifa duniani. Yani kuna maarifa mengi yanaendelea kwa duniani
ambao of course Tanzania hapa labda hayapo, unaweza kujifunza kupitia, kuna vyuo vikubwa nakwambia mtee duniani vinaendeshwa lecture za bure mtandaoni. Sasa hiyo dhana ya kutumia mitandao ya kijamii kama jukwaa ambalo of course alina fimbo, kila mtu anaweza kaingia akachukua maarifa yake na akachukua ujinga wake. Kwa kimsingi ni kwamba nakubaliana wewe unavyosema, kuna kazi kubwa vile vile ya kufanya ya kutransform mind za watu. Haya bwana, matarajio ya wananchi bajeti kuu 2025-26, kurasa pia wa 2 na 3 wa gazeti la Mwananchi wameandika kwa ukubwa wake. Lakini mchuano mkali wa gombea mwenyekiti chama cha urais CWT unaweza ukaisoma pia hapo, na maeneo mengine huko. Lakini pia nimeona ongezeko la laini za simu, fursa ya kiuchumi kidigiti, ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe pia wameandika taarifa hiyo. Shehe atoweka siku 6, watatu watiwa mbaroni wakihusishwa, ukurasa wa 3 pia unaweza kuisoma. Lakini pia Nipashe wako na ripoti maalum ya zahanati iliyomshtua CAG, wakazi walio ugumu kupata huduma za afya, simba na nyoka waongeza mtihani kwa wenyeji, Dedi yazungumza. Pia unaweza kaisoma ripoti hiyo kwenye gazeti la Nipashe. Lakini pia taarifa nyingine kwenye magazeti, Habari Leo nimeona wanasema Biteko anasema CWT msigawanyike. Wala tukirudi hapa itakuwa ni muda wa lenzi. Sisi bado tupo mpaka 3 kamili za asubuhi. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. We got the DJs. You're listening to McKay. DJ McKay. Allah. DJ McKay. Wicked. DJ McKay. You're listening to DJ McKay. East Africa Radio. DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. The feeling of good music. I'll be your radio. Usikilize wimbo. Usiishie kwenye intro. Usikize mpaka mwisho. I'll be your red carpet. Mpenzi, ni amor. Penzi lako lanikosha roho. Cha kwangu, cha kwako. Ukitaka unakichukua. East Africa Radio. All hits. 97.7 East Africa Radio. Tanga. Together tunawakilisha. This is East Africa Radio. Play only the best music. Hawa jamaa wamezuka ngoda. 88.1 Dar es Salaam. 99.0 Kampala anytime they keep it locked. 94.7 yani kila kitu napata hapa. Sikiliza radio gani tena? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. Radio station. East Africa Radio. Together tunawakilisha. We got the DJs. Blazing it up. This is DJ Summer TZ. DJ Summer, roll it up. DJ Summer TZ. East Africa Radio. DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. The feeling of good music. Now that moon, we come back in Swiss. Tunjali muda huu. East Africa Radio. All hits. 93.7 East Africa Radio Arusha. Together tunawakilisha. This is who we are. When I look at This is what we play. Damn son, we keeping it. Transmitting music. You